Na habari za mchana, mpendwa mtazamaji wa Star TV, karibu katika Star TV Adhuhuri. Mimi ni Jacqueline Venanti. Wafanyabiashara wawili wamefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Singida wakikabiliwa na mashitaka ya kugushi nyaraka, kukwepa kodi na uhujumu uchumi kwa kuisababishia serikali hasara zaidi ya shilingi milioni 36. Taarifa kamili na Emmanuel Michael. Wakili wa serikali Auni Chilamula amesema kuwa watuhumiwa hawa wawili wamesomewa mashtaka yanayowakabili mbele ya hakimu Alunzo wa mahakama ya hakimu mkazi Singida. Watuhumiwa hawa ni ndugu Raja Sakal Baravaneni pamoja na mtuhumiwa mwingine anaitwa kwa majina ya Irisha Nicodemus Munu. Kwa makosa matatu, la kwanza ni kukutwa na nyaraka na kukutwa na bidhaa ambazo zilikuwa na stamp ambazo zimegushiwa. La pili, kukwepa kodi. La tatu ni la uhujumu uchumi ambayo kusababisha hasara kwa serikali. Wakili Chilamula amefafanua kuwa washtakiwa walikamatwa Machi 7 mwaka huu majira ya usiku katika eneo la njia panda Singida wakati wakisafirisha maboksi ya pombe ya chupa kwa roli la fuso. Kukwepa kodi kwa njia ya udanganyifu kinyume na kifungu cha 95 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya usimamizi wa kodi marejeo ya mwaka 2023. Kwa kosa hili watuhumiwa hao walikwepa kodi ya jumla ya kiasi cha shilingi bilioni 36 na pointi kutokana na boksi hizo 1221 ambazo zilikuwa na jumla ya chupa 36,630. Maafisa wa mamlaka ya mapato nchini TRA wametoa wito kwa wafanyabiashara kuacha kujishughulisha na vitendo vya ukwepaji wa kodi, vinginevyo watafikishwa kwenye vyombo vya sheria. Ambao wanajishughulisha na biashara za ujanja za kukwepa kodi ni wasiwaache, kwani kama mamlaka ya mapato tumejipanga kuhakikisha tunawakabili, ikiwemo kuwabaini na kuwachukulia hatua kali, ikiwemo kuwafikisha kwenye vyombo vya sheria kama tunafanya. Idara ya upelelezi wa kodi itaendelea kufanya kazi na tunaendelea kuwaomba raia wema waweze kutoa taarifa zozote pale wanapogundua kuna ukwepaji wa kodi, na tupo wakati wote na muda wote. Watuhumiwa wote wamekana mashtaka hayo na wapo nje kwa dhamana hadi Aprili 22 mwaka huu kesi hiyo itakapotajwa. Emmanuel Michael, Star TV, Singida. Viongozi wa dini nchini wametakiwa kuendelea kuliombea taifa ili kudumisha amani, umoja na utulivu ambavyo ndio msingi muhimu unaochochea maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Taarifa kamili na Athumani Mihula. Akizungumza katika harambee ya kuchangia ujenzi wa kanisa la Neema ya Kitume lililopo kata ya Msigani, wilaya ya Ubungo, jijini Dar es Salaam, diwani wa kata hiyo Zaidi Murilo alimwakilisha waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari Angela Kairuki amesema kuwa amani ni nguzo kuu ya maendeleo ya taifa, hivyo viongozi wa dini wana jukumu kubwa la kuihakikisha inaendelea kudumishwa kupitia maombi na mafundisho yao kwa jamii. Hatuwezi kufanya shughuli yoyote ile kama nchi itakuwa haina amani, na tunawategemea watu wa dini kuendelea kuliombea amani nchi yetu ya Tanzania ili tuweze kuendelea kutoa huduma mbalimbali. Tunaamini bila maombi ya Mungu hakuna serikali. Kwa upande wake, askofu wa kanisa la Neema ya Kitume Bethania Simon amesema kuwa ujenzi wa kanisa hilo unaendelea vizuri, lakini bado kunahitajika kiasi cha shilingi milioni 157 ili kukamilisha hatua ya sasa ya maboresho ya miundombinu. Tuna ujenzi wa muda mrefu na tuna ujenzi wa muda mfupi. Ujenzi uliokuwa sasa hivi ni wa muda mfupi ambao unahitaji tupandishe eneo la kanisa hili mpaka juu na kutengeneza miundombinu yote ikiwepo vyoo, na baadaye tuna mpango kwa maono ya muda mrefu kulipeleka kanisa mpaka kule bondeni kabisa, litakuwa la ghorofa. Aidha, waumini wa kanisa hilo wamehimizwa kujitokeza kwa wingi kuchangia ujenzi huo, wakikumbushwa kuwa nyumba ya ibada si tu mahali pa kuabudia, bali pia ni nguzo ya malezi ya maadili mema na mshikamano wa jamii. Kanisa linatusaidia kuwa na hofu ya Mungu na kuyatenda yale ambayo yanampendeza Mungu, na tunakuwa watu wema zaidi
tunapoishi duniani, kwa sababu kanisa ndio sehemu ya kuongea na Mungu wetu, yale aliyoko sirini na yale ambayo pia kwa ajili ya kuombea ndugu na jamaa ambako sehemu mbalimbali. Harambee hiyo imehudhuriwa na waumini, viongozi wa dini pamoja na viongozi wa chama na serikali, ambapo jumla ya shilingi milioni 13.2 zimepatikana kusaidia ujenzi huo. Athmani Mihula, Star TV, Dar es Salaam. Mamlaka ya usimamizi wa bima nchini TIRA kanda ya Magharibi imeanza zoezi la ukaguzi na utoaji wa elimu kwa umma juu ya umuhimu wa kuwa na bima ya vyombo vya moto kwa mujibu wa sheria. Taarifa zaidi na Emmanuel Michael. Ni katika maeneo mbalimbali ya mji wa Singida ambapo meneja wa mamlaka ya usimamizi wa bima TIRA kanda ya Magharibi inayohusisha mikoa ya Singida, Tabora na Shinyanga, Awanje Matenda, anaongoza zoezi la ukaguzi na utoaji wa elimu juu ya umuhimu wa bima ya vyombo vya moto. Tuko hapa kuhamasisha umma na tukiwapa elimu kwamba wanatakiwa wakatie bima vyombo vyao ili kuwakinga dhidi ya majanga. Tunaamini bajaji na bodaboda wanapandisha abiria mbalimbali. Aidha inawezekana kama amegonga abiria au mali ya mtu wa tatu au kusababishia kifo. Kwa hiyo ina maana yule mtu akiwa na bima anaweza kufidiwa kwa ile janga ambalo limeleta uharibifu wa mali, kifo au chombo chake. Amesema lengo la zoezi hilo linaloshirikisha kikosi cha usalama barabarani cha jeshi la polisi na watoa huduma za bima ni kuhakikisha kuwa vyombo vyote vya moto vinakuwa na bima kwa mujibu wa sheria. Wito wangu mkubwa kwa wamiliki ni wasihi sana wakatie bima. Tunaamini bima ni kinga dhidi ya majanga mbalimbali yanaweza kutoka, kama unafahamu kwamba janga linatokea pasipokuwa na taarifa. Kwa mtu akiwa amekatia bima, kwa anakuwa hata akiendesha chombo chake anakuwa hana mashaka wala hofu, akiamini kwamba hata kama janga likitokea basi ataweza kufidiwa. Msisitizo wa wadau ni zoezi hilo kuwa endelevu ili vyombo vyote vya moto hasa vinavyosafirisha abiria viwe na bima. Ni zoezi zuri sana kwa kuwa kila chombo cha moto kinahitaji kuwa na bima. Bima inasaidia mambo mengi sana. Unaweza kupata ajali, aidha ukamgonga mtu, kama bima yako kubwa akalipwa mtu kupitia bima yako. Hasa kwenye vyombo vya usafiri, pindi endapo dereva au mmiliki wa gari anapopata ajali, bima huwa inamsaidia mmiliki wa chombo kile. Naomba liendelee kwa sababu kama hauna bima, habari ya kuja usimamisho barabarani, unatafutia bima, unakamatwa, halina maana yoyote. Unakata bima kwa uhuru ili jeshi mimi. Mamlaka ya usimamizi wa bima nchini TIRA ilianzishwa kwa mujibu wa kifungu cha 5 cha sheria ya bima sura 394. Lengo likiwa ni kusimamia na kuratibu shughuli mbalimbali za bima nchini. Emmanuel Michael, Star TV, Singida. Mkuu wa wilaya ya Mbeya Solomon Itunda amewataka wadau na wananchi kujitokeza kusaidia makundi yenye uhitaji, hususan watoto yatima na wanaoishi katika mazingira magumu ili kuwajengea maisha bora. Taarifa zaidi na Laudence Simkonda. Akizungumza akiwa mgeni rasmi katika ziara ya kutembelea vituo vya kulelea watoto yatima jijini Mbeya, Itunda anasema ushiriki wa jamii ni muhimu katika kuboresha ustawi wa watoto hao. Ziara hiyo imehusisha kituo cha Aisha Foundation kilichopo Soweto pamoja na kituo cha kanisa la KKKT Diocese ya Konde kilichopo Iwambi, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 25 ya chuo cha utumishi wa umma Tanzania. Mmeona hakuna sababu ya kutumia fedha nyingi kukodisha maspika, kufanya makongamano, kupoteza zaidi ya mabilioni. Mmeamua kutumia fedha ambayo mngeweza kuipeleka kwenye vyombo vya habari na mambo mengine kugusa maisha ya yatima na watoto ambao wana mahitaji maalum. Kwa upande wake, mkurugenzi wa chuo cha utumishi wa umma campus ya Mbeya Said Zagamba amesema wameadhimisha miaka hiyo kwa kutoa msaada wa vifaa mbalimbali vyenye thamani ya shilingi milioni 3 kwa vituo hivyo. Mahitaji mbalimbali kama mlivyoyaona, kuna mbuzi, kuna mchele, kuna sukari, kuna mafuta, maharage na vitu vingine mbalimbali tumeviwasilisha kwao. Vifaa hivi vina gharama zaidi ya milioni 3. Nasema milioni 3 kwa sababu tumetembea vituo viwili. Kwa hivyo tumesema tuwapatie wenzetu. Mahitaji haya mtendaji mkuu ametusaidia, lakini hawa watumishi wa kampasi ya Mbeya wamejitoa kwa kuchanga. Wamiliki wa vituo pamoja na watoto wanaolelewa humo wametoa shukrani zao kwa msaada huo, wakisema unakwenda kuboresha mahitaji yao ya kila siku. Kwa hiki mlichokitoa kikubwa sana, mzee hapa kasaa kidogo tulichokileta. Hakuna kidogo kwenye swadaka, na mmefanya jambo zuri sana kwa sababu swadaka kutoa mwenyewe moja kwa moja ndio inayopokelewa kwa Mungu. Kwa watoto hawa ni alama ambazo hazitafutika
maneno mnayoyazungumza kwao yanaweka alama kwenye nafsi zao, lakini na kuwaonyesha kumbe na wao wanaweza kufika mbali. Asanteni sana, tunawapenda. Mkuu wa wilaya tunakushukuru, Mungu akusaidie katika majukumu yako. Watumishi wa umma tunashukuru sana, Mungu awasaidie katika kazi zenu zote. Ni matarajio ya wadau kuwa msaada kama hii itaendelea kusaidia kuboresha maisha ya watoto wenye mahitaji katika jamii. Laudent Simkonda, Star TV, Mbeya. Wakazi wa Dodoma na maeneo ya jirani pamoja na wasafiri wa treni ya umeme SGR wanatarajiwa kunufaika na upatikanaji rahisi na wa haraka wa huduma ya mawasiliano na kifedha kufuatia uzinduzi wa duka jipya la Yas. Akizungumza uzinduzi huo, mkurugenzi wa huduma kwa wateja na uendeshaji wa Yas na Mixi Mwangaza Matotola amesema umetokana na dhamira ya kampuni ya kusogeza huduma karibu zaidi na wateja, hasa katika maeneo yenye mwingiliano mkubwa wa watu kama vituo vya SGR. Tupate taarifa kamili. Ufunguzi wa duka hili ni sehemu ya mkakati wetu wa kupanua uwepo wetu hapa nchini. Huu ni uthibitisho wa dhamira yetu ya kuwa karibu zaidi na wateja wetu na kuwapa suluhisho halisi katika changamoto zao za kimawasiliano, biashara na maisha kila siku. Kwa Watanzania wenzangu, abiria wanaotumia SGR na wanaotarajia kutumia SGR, kwamba tutumie njia rasmi za kukata tiketi ikiwemo Yas, kwa sababu ni njia ambazo ni rasmi, ambapo ikitokea changamoto yoyote kuna namna ya kusolve tatizo linalojitokeza. Na ukisoma dira yetu 2050, 70% ya dira ya taifa itakuwa delivered na sekta binafsi. Serikali ikiweka miundombinu wezeshi kama hivi, alafu you guys mnakaa mnafanya biashara. Kwa hiyo naona utekelezaji wa dira 2050. Lakini la pili, naona kuunga mkono kuzalisha ajira zile milioni 8 kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Na huo ndio mwisho wa Star TV ya Adhuhuri. Kwa niaba ya chumba cha habari, mimi ni Jack Nivenanti, nikutakie mchana mwema na asante.